Mpo hapa ni wajasiriamali, najitafutia riziki yenu ya halali, hamuibi, hamnyang'anyi. Mpo katika kupambania jasho lenu na la familia yenu. Mmetoka sehemu tofauti za nchi hii kujitafutia riziki, na kwa sababu wajasiriamali wa Kariakoo na mpo katika mitaa yetu, lazima tuwaunge mkono. Sisi hatuungi mkono watu waliopo hapa kwa ajili ya kutunyang'anya na kufanya wizi. Kwa hiyo mimi niendelee kuahidi kama nilivyoahidi niliponiita mara ya kwanza, na siku nyingine nitaendelea kushirikiana na nyinyi. Changamoto zenu tunazibeba, na bahati nzuri mnafanya kazi ya Mungu. Hiki mnachoenda kufanya leo ndani ya Shaabani hii ni kazi ya Mungu. Wiki kama 3 hivi nilikuwa Muhimbili katika check up tu ya kawaida ya afya. Unajua baada ya mauchaguzi yale mapirika yalikuwa mengi, kwa hiyo nikawa naona mbona kama sielewi hivi, mauchaguzi yamenisonga sana. Ine nao asubuhi, mchana, jioni unakwenda huku, na sisi wengine tuko tunatumika na chama, sio kwa ajili ya Kariakoo tu au Ilala, lakini nchi nzima. Leo Kolindi, kesho Mtwara, kesho kutoka Ruvuma, kesho kutoka Temeke, mara Kariakoo, mara. Kwa hiyo ine na out ya karibu miezi 2 mpaka 3. Nilivyoimaliza ile Disemba mwishoni, nikasema siko barabara. Nikaenda kwa watu wa Muhimbili, wakanipima vipimo vyote, kwa sababu uko sawa, hauna shida, labda ni fatigue tu ya uchovu. Kama uchovu haiwezekani, uchovu na upumziki. Nikamwambia lakini na hamu ya kula imenisha. Wakaambia kwa sababu upumziki. Asi unajua wenzetu nchi hii ina utaalamu sana. Kanipima, akanambia kidogo kuna challenge kwenye damu. Ndio hii point yangu nataka nizungumze. Damu yako, kwa sababu wanaambia mwanadamu anatakiwa awe na damu isipungue, nadhani sina uhakika 13. Wewe imepungua. Kwa sababu gani? Acha tutafute sababu. Acha tuitafute sababu. Wakenda wakasema kuna mahali kwa uchache sana damu yako inatoka bila wewe kujua, kwenye haja zako bila kujua, na hii ni changamoto ya kawaida sana kwa mwanadamu. Kwa hiyo tufanyeje? Wakanambia ingekuwa chini ya 7 ingebidi tukuongezee, ingebidi, lakini haiko chini ya 7. Kwa hiyo wakanambia tu virutubisho, kula venye kuongeza damu, mchicha, majuisi, matunda. Basi juzi nimepima, amba sasa iko sawa. Nikajipa mwezi mmoja wa kula vyakula ambavyo vinarutubisha damu yangu na vinaongeza wingi wa damu. Sasa nyie mlichokifanya, kuna maelfu kama si malaki ya watu wana upungufu wa damu. Watu hawa labda kwa sababu watu hawataka kuisema, mimi nimetaka niifungue kidogo watu waone changamoto. Hata sisi, mtu mzima kama mimi ambaye anatembea anafanya shughuli zangu, lakini kumbe nina upungufu wa damu bila kujijua. Na kwa sababu wa Tanzania hatuna utamaduni wa kucheki afya zetu. Kwanza ndio siku mtu kaanguka, kumbe hana damu, kumbe ana upungufu wa damu. Lakini bado tunaendelea kuwa na ajali nyingi katika taifa hili. Wanapopata maajali, wale majeruhi wengi wanapoteza damu nyingi sana. Kwa hiyo benki ya damu inawahitajia sana. Ndio maana nasema mnachokifanya nyinyi ni kazi ya Mungu. Mnaokoa maisha ya wenzenu, na kwenye damu haina dini. Damu mnochangia nyinyi leo utakayotoa
haiendi pale. Damu ni kwa ajili ya Waislamu tu, sisi Waislamu wa msikiti wa Mtoro. Damu ile wanapewa kila mwenye mahitaji ya damu, ambao ndio hiyo chini ya 7%, ambao wako wengi. Na nyie mkapime, muwe na utamaduni wa kucheki afya zenu. Tunaingia katika Ramadhani na mambo mengi. Masaa karibu 12 mpaka 11 unakaa na njaa. Leo unaenda kuchangia damu, kumbe damu yako wewe haipaswi kuchangia, lakini katika kipindi hicho utapunguza nguvu ya kula. Kimaliza Ramadhani kacheki. Na siku hizi bahati, hospitali ya Mnazi Mmoja, hospitali ya Amana, vipimo vyote vipo, vyote. Sheikh, kila kipimo unachokiona wewe Mama Samia kakiweka hapo, mpaka MRI ipo hapo. Zamani Mnazi Mmoja pale utapata Panadol, utapata aspirini, chloroquine na sindano yetu PPF, ilikuwa hiyo tu. Lakini sasa hivi kila kipimo kipo, mita 200 kutoka hapa kipo. Kwa hiyo kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani tuwe na utamaduni wa kupima afya, sio dhambi. Na kuna mambo ukifanya sio, yani wewe kacheki tukajua afya yako. Kuna watu utakuta mtu kaanguka, bwana vipi, kafa, imekuwaje? Ghafla tukaanguka, kumbe alikuwa anatembea na maradhi ambayo angeweza kutibika. Kweli kadari ya Mungu haizuiliki, lakini kadari inazuilika kwa dua na maandalizi. Tumeambiwa sisi, tumefundishwa kama dua maana yake ni pamoja na maandalizi. Huwezi kusoma dua mimi nataka kwa Balesa lakini ujiandae kibiashara, huwezi kuwa. Tampa tabu Mwenyezi Mungu sasa hivi ghafla hadi Manara awe kama Bill Gates, haiwezekani. Hawa na utajiri huo, watu watakuta Freemasons. Kadari inaondoka kwa nini? Kwa dua. Kwamba umepanga leo asubuhi ukitoka upate ajali, ndio maana unatakiwa asubuhi kabla ya kutoka unajiombea dua, uende salama, urudi salama. Basi ile dua itafuta kadari. Ndio tulivyofundishwa kwenye dini yetu. Sasa wakati tunacheza na hiyo kadari, na sisi wenyewe tujiandae. Ningewashauri sana, kazi mnaofanya ni ya Mungu, lakini pia muwe na utamaduni wa kufanya check-up za afya zenu, wala si gharama. Na wengine wanaweza kaogopa, wala si gharama kwa maisha yenu nyinyi watu wa Dar es Salaam, watu wa mjini, kwa shughuli mnazozifanya, wala si gharama. Na unaweza usifanye vipimo vyote kwa siku moja, ukafanya awamu kwa awamu, kacheki malaria, kacheki typhoid. Fikiri unaingia kufunga Ramadhani, kumbe una malaria imejificha. Rahisi kuanguka. Baada tusingizia tumerogwa, rahisi kuanguka. Unatembea na typhoid hujui, rahisi kuanguka. Unatembea na maradhi ya moyo hujui, rahisi kuanguka. Mwanadamu anahitaji energy, anahitaji sukari kwenye mwili wake. Umefunga masaa 12, kumbe wewe mwili wako hauruhusu kana njaa masaa 12, unaanguka. Unakwenda barzakh. Napiga hapa, tutakuleta hapa Mtoro, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, tutakupeleka Kisutu au tutakusafirisha. Kwa hiyo mimi ningewa insist, kazi mnaofanya ni ya Mungu, lakini jitahidini kucheki afya zenu watu. Ndio maana mimi nimetoa historia. Si rahisi mtu kutaja damu yake. Unajua watu wengi wanapenda maisha ya afya, hata madaktari wanasema ni siri baina ya mgonjwa na daktari. Lakini nimetaka kusema hili ili niwe mfano na niwe encourage kwamba inawezekana ukajikuta unaanguka. Mimi nilikuwa asubuhi nikiamka natengenezewa matunda mwezi tumechukua kama wiki 3 tu, kilo zikapanda, damu ikapanda, kila kitu kapanda, kila kitu kilipanda within 2 weeks. Lakini baada ya kumsikiliza daktari, nisingeenda kwa daktari, ningekontrole kukosa damu. Damu ndio inaendesha mwili, damu inaendesha mwili. Sasa unaweza ukaonetwa damu bila kujijua.
kwenye haja kubwa, kwenye haja ndogo, kwa chembe chembe tu, wewe usijue. Kwa mimi ningewainsist sana ndugu zangu, pamoja na kazi hii kubwa mnaofanya, twendeni tukapime hapa. La mwisho, kesho kama alivyotaja kiongozi wetu, rais wetu mpendwa anakuja kuzindua soko la Kariakoo. Soko hili liliungua, wote mnafahamu, na liko chini ya mamlaka nyingine, lakini serikali kuu chini ya Rais Samia ikatoa bilioni 28. Bilioni 28 zimeenda kulala pale. Bilioni zaidi ya dola milioni 11 au 12 zimeenda kulala pale. It's a lot of money. Angeweza kabisa zile pesa zikaingizwa katika miradi mingine, akasema jipangeni, au zijengwe kwa awamu ndani ya muda mchache, na akaahidi atakuja kuzindua mwenyewe. Hata kesho anakuja kulizindua asubuhi. Pamoja na kazi kubwa mnaofanya na nzuri, ningewaalika sasa rasmi kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata na diwani wenu, tuje tujumuike pale tumsapoti rais kwenye uzinduzi wa soko lile. Ningewaomba sana sana sana, karibuni sana kesho asubuhi kuanzia saa 1:30 saa 2 tukutane pale, tumpokee rais wetu. Anafanya mengi na lazima tumuunge mkono, na sisi ndio wa kwanza wa kumuunga mkono kwa kustawisha miradi yake, kwa kumpa nguvu kwa hiki anachokifanya. Rais Samia anafanya mambo mengi sana. Tunayo tu desturi ya Watanzania baadhi yetu kwamba kiongozi akiwa madarakani mnaweza msione faida zake mpaka pale anapoondoka. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, alipokuwa madarakani dogo kabisa, Mwalimu Nyerere yuko madarakani. Mimi nimeanza shule nikiona Mwalimu Nyerere ndio rais, kwa hiyo najua ameondoka mwaka 85, mimi na miaka 9 10, kwa hiyo ninazo fahamu za kujua baya na zuri. Huku mitaani kila jina baya alikuwa na Nyerere. Wakati ule hakuna mitandao, wallahi nakwambia, kila jina baya, na nyinyi mliokuwa na umri mkubwa au umri kama wangu mnajua. Baada ya kuondoka, mpaka jina la baba wa taifa likastawi. Jina la baba wa taifa likastawi. Miaka ya mwisho wa utawala wake Mwalimu, tulikuwa na uhaba mkubwa sana wa chakula nchi hii, uhaba ambao haujawahi kutokea katika historia ya taifa hili, kiasi cha kwamba magari ya ugawaji au national milling yalikuwa yanakuja kujipanga barabarani. Chakula kinauzwa kwa reshe. Kila kaya inapewa labda kilo 1 ya sukari kwa kila wiki, labda ndio 84, 83, 85. Sukari shida, mafuta shida, ngano shida, mchele hakuna. Wamarekani wakatuletea mpaka unga ambao wenyewe wanasema ni unga maalum kwa ajili ya kumlisha farasi wa njano. Kulikuwa na ugali wa njano, ugali wa Yanga ulikuwa unaitwa. Mimi ninazo akili na nimeula ugali wa njano kabisa, kama unavyoona vitambaa nani vizibao vyenu, njano kabisa. Hakuna mafuta ya kula, hakuna chochote, viwanda havizalishi. Kwa kila jina baya akapo Mwalimu Nyerere ni kutokana, sio kwamba alikuwa rais mbaya, sera yake ya ujamaa na kujitegemea ikafelishwa na wakubwa wa magharibi, basi nchi ikaanguka kiuchumi. Akaingia mzee Ruksa Mwinyi, akaingia mzee Ruksa Ali Hassan Mwinyi. Wallahi wakati ule ndo magorofa akatoa ruhusa watu wajenge mwenye uwezo, na magorofa ndipo walipoanza miaka ya 80 mwishoni mpaka 90 mwanzoni. Magorofa zamani kote, nyumba za Kiswahili kote, hakuna gorofa hata moja, hakuna hata moja. Baadaye mzee Baresa alijenga pale gorofa lake Livingstone. Kulikuwa na magorofa machache ya Waswahili Kariakoo, lakini akaanza kuibuka. Yalipoanza kuchipuka, basi kila gorofa lilokuwa linajengwa, lile la Mama Siti Mwinyi, lile la Abasi Mwinyi,
lile, kila gorofa jipya miaka 80. Mwinyi akaambiwa, akakumbatia matajiri wa Kihindi na wa Kiarabu. Kila tuhuma alikuwa anatoa mzee Ali Hassan Mwinyi. Watu hawakujua hili jambo, na wakati ule ulikuwa unaonekana sahihi, na uhuru wa vyombo vya habari ndipo ulipoanza miaka ile ya 80. Magazeti ya wakati ule yalikuwa naandika chochote kile. Yule mzee Mwenyezi Mungu alimjalia na subira, akatulia kimya miaka hiyo ya 80. Wengine mlikuwa wadogo, wengine mlikuwa hamjapata fahamu, lakini nakuhakikishieni magorofa haya yote haya, kijengwa la Mwinyi, la Mwinyi hilo, la mtoto wa Mwinyi, la Mama City Mwinyi. Akaingia mzee Mkapa, Mwinyi akaondoka madarakani, miaka yake 10 ikaishi. Wallahi Mkapa mpaka zile hoteli zile White Sands wakati ule, sasa ubinafsishaji ushaanza, viwanda vikawa vinajengwa, vinafufuliwa, TBL, sigara, siji, viwanda vyote vikaingia kwenye ubinafsishaji. Basi kila ubinafsishaji ulikuwa unafanyika cha Mkapa, mzee Mkapa. Ramada hoteli imejengwa ya mama Ana Mkapa, kila kitu kilikuwa cha Mkapa, kila kitu nchi kilikuwa cha Mkapa. Maskini kafa lofa, sio lofa kwa maana yangu mie au kwa mamie au mzee Mwinyi lofa kama mie, lakini lofa sio tajiri, sio milionea kama vile dhana tulizokuwa tunadanganyana. Leo kiko wapi? Iko wapi kiwanda cha Mkapa? Hawa magorofa mzee Mwinyi yako wapi? Tulikuwa tukiambiwana wakati ule, yako wapi? Hata huyo Nyerere aliambiwa pesa zake zinafichwa na Amir Jamal, waziri wa fedha wa zamani wa Tanzania, akamteua kuwa balozi Geneva. Geneva ndio kuna taasisi zote za kifedha duniani, mabenki makubwa na nini. Akaambiwa, akamtoa hapa waziri wa fedha Amir Jamal ili ampeleke Geneva kuficha pesa za Mwalimu Nyerere. Kafa Nyerere shingi. Juzi nilikuwa naona story moja, wazungu baada ya kufa wakaangalia kuangalia akaunti za nje, labda Nyerere kuna hela kaficha, wakakuta dola 8,000. Yaani katika akaunti za benki zake zote kaishia dola 8,000. Juzi nimeona hiyo story, imetolewa utafiti kwamba Nyerere kafa, yani kaachia madaraka mwaka 85, ana dola 8,000. Hana hata dola laki wala 50,000. Kwa hiyo hata Nyerere alizushiwa, Mwinyi alizushiwa, mzee Mkapa kazushiwa. Alipoingia Kikwete, nyie mashahidi, wakati wa Kikwete wengi hapa mshakuja mjini, mna akili zenu barabara. Kila mali ilikuwa nani? Kila petrol station sio Rizwani? Sio Rizwani? Na kuulizeni, sio Rizwani? Ndio. Mtoto wa watu mimi namjua, anaomba Mungu tu, papatua, hana chochote. Lakini angalia kinachosemekana. Siku moja niliwahi kutoa story, nilikwenda naye Mtwara wakati baba yake rais, mambo yetu ya mipira. Kwa hiyo tukatoka hapa mpaka airport, fika airport mpaka Mtwara. Tumeshuka ndani ya ndege, tukachukua taxi twende hotelini, jioni tukaangalie mechi. Ndani ya taxi tukakuta gorofa moja inajengwa kubwa zuri sana. Katule Mtwara ndio inaanza kuchipuka, Mtwara Dangote. Katika maongezi, ili gorofa zuri na hoteli, bwana. Yule dereva Texas, hiyo mtoto Kikwete hiyo. Rizwani ndani ya gari. Rizwani naye ndani ya gari. Hiyo mtoto wa Kikwete hiyo. Rizwani kimya, yule mtaratibu akanyamaza kimya. Tumefika, kaambia wewe unamjua mtoto wa Kikwete? Akatoa kitambulisho chake, ndo mie. Alafu katika ile story, katika kuinogesha dereva taxi atambia kila wiki anakuja hapa kukagua gorofa yake. Rizwani wakati wanasema sienda Mtwara hata miaka 5, lakini naambua kila wiki. Kwa sema uongo. Lakini ndio ilikuwa dhana za watu wetu, dhana za Watanzania. Dhana leo mzee Kikwete
maskini ya Mungu anachunga ng'ombe vyake pale, sio lofa kama mimi, na hawezi, hamna rais lofa. Maana msitegemee rais awe lofa, haiwezekani. Kwanza nchi haiwezi kubali, serikali haiwezi kubali kwamba Rais Kikwete anapiga mizinga, anampigia Haji Manara anataka laki. Haiwezekani, haiwezekani. Sasa sijui baadhi ya watu wanataka iwe hivyo, haiwezekani. Hata wewe ungekuwa rais ungekuwa hivyo. Akaingia Magufuli ambaye leo baadhi ya mitandao inamuimba kama shujaa. Huyu ndo katukanwa. Kama kuna rais nchi ametukanwa na ameonekana sio mwanademokrasia, ameonekana dikteta, ameonekana mpaka anajenga katika vitu vya kawaida. Wamesema kajenga airport kwao, kajenga si mbuga ya wanyama. Airport zimejengwa kila mahali, lakini ile ya Chato katafsirika tofauti. Ni hao wa Tanzania walikuwa kimtukana, leo wanasema ni shujaa wao, leo wanamuimba kama shujaa wao. Hao walikuwa kimtukana, wakisema maneno mabaya. Vyama vya upinzani vimemwita kila aina ya neno baya, kila aina ya tusi. Amefariki, kaingia rais mwingine, rais yule mwanademokrasia, rais yule mzuri, huyu mbaya. Mama Samia kuna baadhi ya mambo anaonewa sana. Kuna baadhi ya mambo anaonewa sana, na wakumlinda ni sisi. Wakumlinda ni sisi, jamii ya Watanzania. Anaonewa sana ule mama. Miradi aliyotekeleza katika kipindi cha miaka 4, ndugu zangu, nenda kanitumia hapa masaa 2 kuielezea. Sitaki niwachoshe. Kuna siku tutakutana, nitawaeleza kwa kituo, mkoa huu kafanya hiki, kafanya hiki. Lakini hawa watu hawa 2030 akiondoka, akija rais mwingine, wallahi mama Samia ataitwa hero. Na kwa kisheni tuombe uhai tu, na mtakumbuka maneno kama ilivyokuwa kwa Mwalimu Nyerere, kama ilivyokuwa kwa mzee Mwinyi, kama ilivyokuwa kwa mzee Mkapa, kama ilivyokuwa kwa mzee Kikwete, kama ilivyokuwa kwa Magufuli. Mama Samia nchi ataimbwa kuliko ataitwa Iron Lady, ataitwa kila aina jina zuri. Ndio hulka zetu baadhi ya Watanzania. Tuna hulka za kuponda tulichonacho, hatukioni thamani yake mpaka kiondoka. Nimezungumza kwa kirefu, sikuwa na nia hiyo, lakini nimeona nini jamii sahihi ya kuweza kupata ujumbe ambao mnaweza mkausaidia kuupeleka. Ndio, na sisi wanasiasa tuna challenge moja. Badala ya kueleza mafanikio, kazi yetu ni kujibu hoja kila wakati. Yaani wapinzani wanasema, watu wa CCM kazi yetu kujibu. Hata kitu tuwapambe viongozi wetu, tuelezee walichokifanya, lakini kutwa kujibizana. Sasa sisi wengine hatuzipendi siasa hizo. Tunapenda siasa za kutaja miradi, soko la Kariakoo na barabara imefyatuka. Yeye na Mheshimiwa Zungu, mbunge wetu, na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imefyatua barabara za lami zote. Wengi ni mashahidi, zamani huko hakukuwa na lami. Maiwa, Mchikichi hakukuwa na barabara za lami. Maswali zamani hapa chini kabisa. Mimi nimeanza kuswali msikiti huu mdogo. Miradi zile za mwezi wa Ramadhani za tarawih tunakuja hapa tunafanya na marehemu Sheikh Qasim Hai na Sheikh Abbasi na nani Mara Abdallah ndio msomaji wetu. Sisi wadogo watoto tulikuwa tunasoma kwa Sheikh Ramadhan Abbasi, ndio tunakuja kusoma nyiradi za mwezi wa Ramadhani, na mpaka leo imeendelea. Kwa hiyo mimi huu msikiti ni wangu, ni sehemu yangu, nimekuwa hapa, na katika siku zote ilikuwa swala zote naweza niko mahali pengine, ila salatul Eid al-Fitr lazima niwe hapa. Na inshallah mwaka huu Mwenyezi Mungu akitupa uhai tutakuwa pamoja Ramadhani. Nimepanga tarawih ya mwaka huu niswalie msikiti wa Mtoro. Na nimwambia Sheikh Abbasi witiri mtakuwa mnaniachia mimi mwenyewe. Naomba Maalim Salum witiri baadhi ya siku nitakuwa msikiti wangu. Alafu mimi diwani wa kata hii kuna raha kuja kuswalia hapa. Kwa nini nikaswali sehemu nyingine? Wakati Kariakoo na misikiti miwili kwenye kata yangu, na huu na Qiblatin ndio misikiti ambayo ilikuwa kwenye kata yangu. Sasa kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo
tushirikiane wote. Ndugu zangu, mimi niko na ninyi kwa kila hali. Mna changamoto yoyote, uongozi wenu namba yangu na shirikiane. Mna jambo lolote, tusisite kuambiana. Katika kipindi cha Ramadhani tutafutane. Ramadhani na mambo mengi, si ndio? Ramadhani na mambo mengi, tukae chini tuzungumze, tuangalie, kwa sababu nyinyi mna haki ya kunambia kile mnachokifikiria. Niliomba kura mkanipa, wajibu wangu kuwatumikia. Mimi sitaki niwe bwana, nataka niwe khadim kwenu, nataka niwe mtumishi, ili nitakapotaka tena nafasi kama hizi iwe rahisi nyinyi kusema bwana wewe nenda. Lakini nikianza ubwana, nikianza kujiona mimi sasa nishakuwa diwani tena wa Kariakoo, maana kuna diwani wa kata ya Kisongo Mbingo na diwani wa Kariakoo. Hii Kariakoo hii ndio kata yenye fedha nyingi kupita kata yoyote. Ndio Dar es Salaam, hii ndio Dar es Salaam. Ndio Tanzania. Mama Samia akasema Kariakoo ndio Tanzania. Kwa hiyo diwani wa hapa lazima uwe kidogo umeshiba shiba hivi Sasa nyie ndio wakunishibisha, kuniwezesha, kwa maana ya kunisupport. Sihitaji kupewa pesa, lakini nahitaji dua na baraka zenu. Basi Mwenyezi Mungu atubariki sana, abariki kwa kazi mnayoifanya. Al-Fatiha. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. Mwenyezi Mungu kwa fadhila zako, kwa baraka mwezi huu wa Shaaban, tumesimama hapa mbele ya msikiti maarufu na mashuhuri wa Mtoro. Na vijana hawa na watu wazima hawa na wazee hawa na watoto hawa kukuomba utujalie Ramadhani hii iwe na funga yenye amali kubwa kwetu. Utujalie Mwenyezi Mungu riziki ya halali. Utuondolee maradhi. Wajalie viongozi wetu na maimamu wetu watusimamie vizuri katika ibada zetu. Umjalie kiongozi wetu Rais Samia Suluhu Hassan uongozi uliotukuka. Umpe afya njema, umpe siha njema, atuongoze taifa lake kwa upendo mkubwa. Na utuondolee kila aina ya balaa na nuksi katika nchi hii. Utupe kila aina jambo la kheri katika nchi hii. Uwalinde watu wetu, lakini ulilinde taifa letu. Wa sallallahu sayyidina Muhammadun nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Sasa mniruhusu naenda Zanzibar, narudi mchana kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Nimekuja kwa heshima yenu baada ya kutoka kwenye usafi kama diwani wenu, lakini kama mlezi wenu. Asanteni sana.